Ndugu wanahabari wote ambao tumejumuika pamoja katika siku hii muhimu ambayo inatuonyesha jambo kubwa linaweza kuenda kufanyika mbele yetu. Ndugu viongozi wenzangu kutoka katika taasisi mbalimbali, lakini pia bila kumsahau kiongozi wetu wa Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi za Kiislamu Sheikh Musa Kundeja. Kwa hakika tuna furaha ya kukutana nanyi katika siku hii ya leo. Ni siku ambayo tunaratibu jambo kubwa sana. Lengo ni kuitambulisha dunia kwamba umma wa Kiislamu unazo kazi za kufanya kwa jamii. Si kama vile baadhi ya watu fikra zao zilihisi kwamba Muislamu akimaliza kusali basi hana tena jambo jipya. Tunasema hapana, tuna mambo mengi ya msingi muhimu, tena bado inaisaidia jamii katika hali mbalimbali. Kwa hiyo siku yetu ya leo tukianzia tarehe 1 Muharram ni siku muhimu sana kuandika historia ya Tanzania, kwamba umma wa Kiislamu unakusudia kuwaonyesha wanajamii kazi mbalimbali zinazofanywa na taasisi mbalimbali za Kiislamu. Ikiwa ndivyo, basi tuna imani kubwa kabisa ndugu zetu wanahabari mtatusaidia kufikisha taarifa hizi kwa kila mwanajamii popote pale alipo, bila kujali itikadi ama imani yake. Kwa sababu tunayoyafanya hayazingatii mtu maalum au mtu mahususi, bali kikubwa tunachokiangalia jamii na manufaa kwa jamii husika. Ndugu zangu, kwa ufupi, mimi kwa jina naitwa Saadi Ahmed Salim. Saadi Ahmed Salim. Nafasi yangu katika taasisi yetu hii ya JAI, Jamiatul Akhlaq Al-Islamia, ni katibu mkuu mtendaji. Taasisi ya JAI ina takriban watu 9 juu. Hawa ndio tunaita krimu ya JAI. Uongozi ule uliokuwa mkubwa kabisa ndio unakusanyika na kujitengenezea namba 9. Lakini pia taasisi ya JAI ina matawi. Kwa sasa tuna mikoa 26 ndani ya nchi yetu ya Tanzania, lakini pia tuna vipande, yani ni ofisi zile ambazo tunafanyia kazi, ama matawi yale madogo madogo. Ukiacha mikoa, yale matawi madogo madogo 65. Maana yake kwa lugha hiyo, JAI imeenea kote nchini Tanzania, visiwani na bara. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi hiyo, na alhamdulillah faida zake kubwa zinapatikana. Taasisi ya JAI imemwangalia mwanadamu katika hali yasiyotajika mpaka kufikia kufa kwake. Na huo ndo mpango tuliokuwa tumeuandaa kupitia taasisi yetu hii ya JAI. Tunamwangalia mwanadamu katika hali mbalimbali. Yule ambaye amekwama kimauguzi, hali zimekuwa mbaya, ima yupo hospitali ama yupo nyumbani. Kazi ya JAI ni kumrejeshea furaha na amani iliyopotea kutokana na mitihani ya maradhi. Lakini pia taasisi ya JAI, baada ya kuona kazi mbalimbali zilizokuwa zikifanywa, matunda yake, faida zake, ikajipanua kwenye maeneo ya kiutendaji. Eneo la kwanza tulitizama wagonjwa wasiokuwa na ndugu ambao wako hospitalini, hawana aina yoyote ya msaada wanaopata, bali kuhangaika na maradhi na hatimaye kupoteza maisha. Lakini pia tukatizama wagonjwa waliopo majumbani. Inafahamika na watu wote tunakubali hivyo kwamba mgonjwa akiruhusiwa hospitali, bwana nenda nyumbani, maana yake ameshapona, haendelee na shughuli zake. Kumbe kuna jambo jingine linafuata kule nyumbani. Na ndio lilopelekea sisi kutengeneza utaratibu wa kuwapitia wagonjwa majumbani. Sisi tunaamini kwamba tayari wamepona, hali nzuri, lakini hali inakuwa ni tofauti sana. Ndio maana tukaona hapana, ipo haja ya kwenda majumbani kuhakiki. Kwa hiyo tuna vikundi mbalimbali vidogo vidogo ambavyo venyewe kazi yake kubwa ni kupitia katika majumba na kuona wagonjwa waliopo majumbani na kuwahakikishia salama zao. Lakini taasisi ya JAI haikuishia hapo, ikaona ipo haja kuandaa makongamano mbalimbali
yenyewe yakazie katika maeneo ya tiba au matibabu. Makongamano haya huwa yana kazi kubwa sana. Kazi ya kwanza, kupima afya za wajumbe wote ambao watakuwa wamebahatika kufika. Eneo la pili ni kupata matibabu kulingana na maradhi husika. Eneo la tatu, huduma zote hizo zinatolewa bure, tena bila ya ubaguzi. Kutokana na hali hiyo, manufaa makubwa sana yamepatikana. Hayasemwi ama hayasikiki, labda pengine mashirikiano yalikuwa bado hayajakaa sawa na ndugu zetu wanahabari, lakini nawaomba kuanzia leo, kwa kuwa tumo ndani ya mwaka mpya wa Kiislamu, basi pia kila jambo libadilike. Tuwe na kitu ambacho watu wananufaika nacho. Tulikutana na mama mmoja, ndiye aliyetusababishia tuijue damu na umuhimu wa damu. Amelala na kitoto kichanga, kimeshafariki ndani ya siku 7, mtoto kwa kifuani, yeye mwenyewe ameshikwa na kifafa cha uzazi. Lakini pia tatizo kubwa lilikuwa damu. Kwa kweli ilitusikitisha ile hali, tukaona ipo haja sasa kukaa karibu kwenye maeneo hayo. Kuanzia 2011 mpaka 2023, baada ya kukaa sawa sawa katika eneo la damu, ndio taasisi pekee nchini Tanzania iliyoweza kukusanya damu kwa kiwango kikubwa. Nazungumza mbele yenu, jumla ya units 194,215 tumeikusanya. Na bado tunaendelea kufanya michakato mbalimbali, ili hali jambo hili liendelee na manufaa yapatikane. Ndugu zangu wanahabari, haya tunayozungumza, Mungu akipenda na inshallah tukiwa hai na salama, tutayaona kwa vitendo ndani ya viwanja vya Mnazi Mmoja. Tuseme inshallah. Namuomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuweze kufanikisha hilo. Ndugu zangu wanahabari, hatukuishia kuitizama damu tu, hapana. Tuliangalia pia damu na namna ya kukusanya kwake. Tunaikusanyaje? Tunaipataje? Ndugu zangu, damu ni kitu muhimu sana. Ni kitu muhimu sana kuliko vile ambavyo unadhani, ama kuliko hivi tunavyozungumza. Tukizungumzia damu, mtu anaona ni kitu cha kawaida, na hii ni kutokana na mazoea ya watu kuona damu mara kwa mara. Lakini damu tunaziona sio damu hii tunaizungumzia. Damu hii tunaizungumzia, chukua tu picha hii moja. Ukimwona mwanadamu yuko vizuri, manake ubongo unafanya kazi, mawasiliano yapo, sivyo ndivyo? Ndio tafsiri inaweza kupatikana kila kitu unachokihitajia. Lakini tizama tatizo la damu. Ili ubongo ufanye kazi, manake uwe tepe. Sawa Na ulaini huu hauwezi kupatikana mpaka kuwepo na mtiririko wa damu ambao unakuja kwenye ubongo. Na hiyo damu haiwezi kutembea mpaka ikutane na oxygen. Oxygen ndio ambayo itatengeneza mfumo wa ubongo kufanya kazi. Sasa kama damu hakuna, yani manake kwamba huyu mwanadamu hana damu, hakuna uwezekano wa ubongo kufanya kazi. Na ukishagoma ubongo kufanya kazi, kinachofuata ni kifo. Wala hakuna kitu kingine. Hii ndio damu ambayo tunaizungumza. Na bado ina makundi tofauti, zaidi ya makundi 8. Lakini chukua kundi hili moja tu, O+, liangalie katika mfumo wake wa upatikanaji. Ndugu zangu, damu haipatikani katika masoko, na wala haipatikani katika vyombo mbalimbali, na wala haipatikani kwa wanasayansi, na wala haipatikani kwa watafiti wa aina yoyote ile. Bali damu lazima itoke kwa binadamu ndio iweze kumsaidia binadamu. Yakutane makundi yanayofanana, na kisha makundi haya ndio yataweza kusaidiana. Kinyume cha hapo, baba, mtoto, mke, watu watatu, familia moja akiwa hawezi kusaidiana, huyu anakufa, anamwenzea anamtizama, na huyu anakufa, mwenzea anamtizama, wanashindwa kusaidiana. Hii ni kutokana na makundi ya damu. Ndugu zangu, imani yangu, mengi ambayo tunayazungumza na yale ambayo pengine hayatuzungumzwa, tukiwa hai na salama, tutaweza kuyaona katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Kikubwa ninachokitumia katika fursa hii, kwanza kuwaalika Watanzania wote kwa ujumla. Pili, kuwaalika Waislamu. Hakuna kitu ambacho mara nyingi kinatuumiza kupuuza kwa matukio mbalimbali ya Kiislamu. Wako watu wanayapuuza sana. Sasa alhamdulillah, ninachokisema ni kwamba hebu tuonyeshe upya wa jambo. Madam tuko ndani ya mwaka mpya wa Kiislamu, basi pia tuonyeshe mambo mapya ya kiutendaji ndani ya mwaka wa Kiislamu. Tuzipate kumbukumbu zilizokaa vizuri, lakini pia taarifa zisambae vizuri ili watu waweze kunufaika. Ndugu zangu, nimalizie kwa jambo moja au tukio moja ambalo lilitokea mwaka 2015
alafu uone umuhimu wa damu. 2015 Tanzania tulitembelewa na madaktari bingwa kutoka nchi 10 duniani. Hawa wote waliletwa na taasisi moja kutoka nchini Uingereza inayofahamika kwa jina la Al-Muntada. Al-Muntada ni taasisi ya Kiislamu lakini iko kule nchini Uingereza. Inafanya kazi zake pangeni niseme bila tofauti na JAI. Kama JAI vile kuisaidia jamii iliyotatizika, kufanya mambo mbalimbali ya kijamii. Sasa Al-Muntada walipata fursa ya kuja Tanzania. Lengo la msafara wao ni kuja kuwasaidia watoto wa Kitanzania 40 wafanyiwe taratibu za upasuaji wa moyo. Ndugu zangu wanahabari, jambo hili ni kubwa na ni zito, na ndio maana nimeamua kulitoa ili tuweze kuona umuhimu wa hizi taasisi za Kiislamu. Nini kilichotokea? Al-Muntada wakiendelea na uwekaji vizuri wa zile logistics za kiutendaji, wakakutana na jambo kwamba kweli kila kitu kiko sawa lakini kuna upungufu wa damu. Wakasema msemaji wa Al-Muntada, kama pana mapungufu ya damu kiasi hiki, maana yake ni kwamba hatuwezi kufanya kazi hapa. Tutaondoka kwenda nchi nyingine yenye kuhitajia tafanya. Wakati ule Mheshimiwa Rais alikuwa ndugu yetu Sheikh Jakaya Mrisho Kikwete. Bahati mzuri nyuma yake tulifanya zoezi moja pale Muhimbili, na lile zoezi litupatia damu uniti 550. Kiwango kikubwa sana. Sasa Mheshimiwa Rais aliposikia taarifa hii kwamba panahitajika damu ya ziada uniti 40, akatoa maagizo, waoneni watu wa JAI watoe damu kiasi kinachohitajika kupitia utaratibu wao. Taarifa hii kuja around kama ya saa 11 hivi za jioni. Nashukuru Mungu naizungumza mbele yenu ndio nilipokea na kuifikisha kwa watendaji na hususan viongozi wangu wakubwa. Baada ya kujadiliana tukakubaliana kwamba siku ya pili yake ambayo inatakiwa damu saa 2:30 iwe imeshafika, tukakusanya watu 60, 20 Temeke, 20 Amana Ilala, 20 Mwananyamala. Kasema hawa wanatosha. Wakati tunahangaikia hili, tukaletewa taarifa na daktari moja bingwa wa Kitanzania ndani ya hospitali yetu ya Muhimbili, anasema pana watoto 9 hali zao ni mbaya mno, wakati wote ule tunaweza tukawazika. Kwa hiyo tukabadilisha baadhi ya matumizi kwamba wale watu 40 tuliowaleta tukatoa watu 9 waweze kuchangia damu kwa ajili ya kuwasaidia watoto, na watakaobaki wataendelea na taratibu zingine. Ndugu zangu, tulifanya hivyo na damu ilipatikana, wallahi thumma wallahi. Kilichokuja kutokea hapo ni kitu cha ajabu sana. Kwenye ule mkusanyiko kule tulipata uniti 37. Huku tumepeleka uniti 9. Mwisho wa siku ikaonekana damu imepatikana kwa kiwango kikubwa na kinaweza kikasaidia. Wanasema katika wasemaji wale wa Al-Muntada, wanasema hatujapata kuona, tumekwenda nchi mbalimbali lakini hatujapata kuona mfumo uliokuwa sahihi kama huu. Tunashukuru na tutatoa maelekezo. Siku ya pili wakatoa taarifa katika gazeti la Majira kwamba wachangia damu wameokoa pesa za Kitanzania milioni 64. Lakini pia wameokoa nyoyo, uhai wa watoto 9. Lakini mwisho yote Watanzania wameweza kunufaika na zoezi hili kutoka kwa ndugu zetu hawa wa Al-Muntada. Niishie hapo kwa kuwa nina imani kwamba na wenzangu wana mengi ya kuzungumza, lakini kubwa zaidi tuazimishe mwaka mpya wa Kiislamu kwa amani, kwa usalama, hali na kuaminiana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.